Funika macho yako, sema Roho Mtakatifu, niko tayari sasa kujifunza neno lako. Ninaomba useme nami katika jina la Yesu, amen. Sasa kama unaandika, andika mwanamke wa imani. Sasa leo tunatujifunzi mtu wa imani, tunajifunza mwanamke wa imani. Kwa wake wanawake wengi sana, lakini kuna mwanamke wa imani. Na lengo la somo hili, Mungu anataka kuinua kitu fulani ndani yako. Jambo la kwanza, kujitambua kama mwanamke wa imani. Hilo ni jambo la kwanza ambalo Mungu anataka kuweka, akupe ufahamu wa kiimani, uanze kuishi kama mwanamke wa imani. Hilo lengo la kwanza, kujitambua kama mwanamke wa imani. Lakini lengo la pili, kukuongezea uwezo wa kupambana na changamoto zinazomlenga moja kwa moja mwanamke, ili kumzofisha, kuharibu maisha yake. Kukujengea uwezo wa kupambana moja kwa moja na changamoto zinazomlenga nani? Mwanamke, ili kumzofisha, kuharibu maisha yake. Kwa sababu Biblia inasema, na huku ndiko kushinda kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Kwa kuna changamoto za hapa ulimwenguni, mwanamke ili aweze kuzishinda anahitaji kuwa mwanamke wa imani. Na hizi changamoto utakutana nazo hata uwe umeolewa na nani, na nitakuonyesha kwenye Biblia. Na lengo la tatu, kwa nini Mungu anakuletea hili somo? Umeandika hayo malengo mawili. La kwanza, kujitambua kama mwanamke wa imani. La pili, kukujengea uwezo wa kiimani utakao kusaidia kushinda changamoto mbalimbali. Uwezo wa kushinda changamoto, si ndio, zinazokumkabili moja kwa moja mwanamke. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini jambo la tatu ni kumjengea huyu mwanamke uwezo wa kulinda vitu anavyopaswa kuvilinda kwenye maisha yake. Uwezo wa kulinda vitu anavyopaswa kuvilinda kwenye maisha yake. Kwa sababu moja ya kitu, kwa mfano, wanawake wengi watagundua, waliokuwa wameokoka au wanawake ambao wameolewa, unaweza kukuta kuna mwanamke alikuwa na uwezo wa kufanya biashara, siku alipoolewa uwezo huo ni kama ulididimia. Amonagi hiyo vita? Yaani, mbona mimi nilikuwa na uwezo wa kufanya biashara, lakini siku nimeolewa na uwezo huo ulifanya nini? Lakini labda ulikuwa na nguvu fulani na kipawa fulani, siku umeolewa na hicho kipawa kikafanya nini? Kikadidimia. Unapambana sana, kwa sababu ulipoingia majira mengine, kuna aina ya vita ilifunguliwa inayokufuata moja kwa moja. Kumbuka, wakati unaolewa uliunganisha koo, uliunganisha makabila, na ndoa ni mlango mkubwa. Manake wakati unaolewa kuna vitu vingine, kuna vitu ulianza kushare vya upande mwingine ambavyo kwenu hukutoka navyo. Sasa unawezaje kuvishinda hivyo na uendelee kuwa yule mwanamke ambaye Mungu alimkusudia? Lazima uwe mwanamke wa imani. Jina la Yesu libarikiwe. Umeanza kuelewa lengo la somo sasa? Kwa sababu wanawake wengi mnapambana. Kwa mfano, kuna mwanamke kabla hajaolewa kuna magonjwa hakuwa nayo, na tangu ameolewa tu kuna magonjwa yalianza kuingia kwake. Yeye anafikiri ni kitu cha kawaida, kumbe ni kitu cha kiroho kabisa, ambacho kinahitaji uwe na imani ya kushinda. Mwanamke wa imani. Wanawake wengine utashangaa, mmezaliwa familia moja, unao wadada zako au wadogo zako, nao wameolewa, lakini kule walikoolewa wao kuna vitu vinazaliwa, kuna vitu vinaongezeka. Wewe tangu umeolewa, kila ulichokuwa unazalisha hakizaliwi. Ukitaka kuzalisha kiuchumi hakizaliwi, ukitaka kufanya hiki hakiendi, mpaka unajiuliza, mimi nina shida gani? Mbona wenzangu kule wanaenda? Na unaweza ukafikiri shida ni wewe, kumbe shida sio wewe. Kuna upinzani wewe uliokutana nao, ndugu zako hawajakutana nao. Sasa lazima ujifunze kuwa mwanamke wa imani. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Hapa nimezungumza kwa walioolewa. Unaweza kuwa mwanamke pia hujaolewa,
Sawa Mnanielewa nachosema? Hujaolewa, lakini na wewe vita haikuachi kwenye eneo hilo hilo. Kuna vitu unapambana navyo, kuna vitu unamuomba Mungu na unaona Mungu kabisa, mbona amenijibu lakini havitokei. Takuonyesha humu kwenye Biblia watu waliokutana navyo hivyo. Kuna watu humu kwenye Biblia ni wanawake waliolewa vizuri, alafu wakafiwa waume zao wakiwa bado mabinti. Yaani amefiwa mume hata bado hajazaa kwenye Biblia humu, lakini kwa sababu aliamua kuwa wanawake wa imani. Kumbuka amefiwa mume, akakaa miaka 10 bila kuolewa, lakini bado umri wake ulikuwa unaruhusu kuolewa. Ukiingia kwenye Biblia humu utakuja kuona walikuja kuolewa na wakazaa watoto ambao yakawa ni lango la Kristo kuja kuzaliwa duniani. Kwa hiyo unagundua hakuna maisha sisi tunapitia wanawake waliotutangulia hawakupitia. Hayapo. Yaani maisha yote unayoyaona kwako na vita yote unayoiona kwako ilishakuwepo na Mungu alishatoa suluhisho kwenye neno lake. Mnanisikia nachosema? Nimekuambia malengo mangapi? Na hapa ndio maana namuomba Mungu. Ndio maana sitaki hata kufungua notebook, kwa sababu nikifungua tunaweza tusimalize na muda ukaisha. Kwa natamani Roho Mtakatifu aniongoze kugusa vitu vya msingi ili uvipate vikusaidie. Kwenye hali yoyote unayopitia mwanamke, suluhisho lake Mungu alishaliweka kwenye neno. Na hakuna maisha mageni. Sasa ukikwama haina maana Mungu alishindwa kukukwamua, ila kuna neno hukulijua ambalo Mungu alishalituma tayari kwa ajili ya kukusaidia kwenye hali utakazokutana nazo duniani. Na ndio maana yeye mwenyewe anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Sio kwa sababu mimi Mungu sipo, nipo, ni Mungu mwenye nguvu, lakini wataangamia. Kitakachowaangamiza ni ujinga. Ni ujinga. Unakutana mwanamke ameolewa anashindwa kupata mtoto, asifikiri yeye ni wa kwanza. Kwenye Biblia humu utakutana na wanawake hao waliolewa na hawakupata watoto na hawajalogwa na shetani, lakini walizuiliwa kupata watoto, lakini baadaye wamekaa miaka wakapata watoto. Walifanya kitu gani mpaka wakavuka mahali walipokwama? Maana yake unagundua suluhisho la mahali unapopita liko humu pia. Jina la Yesu libarikiwe. Liko humu, liko kabisa. Ndio maana unatakiwa kuwa mwanamke wa imani. Mwanamke wa imani. Mwanamke wa imani ni nani sasa? Mwanamke wa imani ni mwanamke ambaye moyo wake, ndani ya moyo unamtegemea Mungu katika hali zote zinazoyazunguka maisha yake. Kwa lugha nyepesi, ni mwanamke ambaye moyo wake umemshiba Mungu kabla ya kitu kingine chochote. Kwa kawaida mwanamke wa imani, mapenzi ya mume wake yanatakiwa yawe second, yawe ni jambo la pili, ila jambo la kwanza amshibe Mungu. Na nitakuonyesha mfano. Yaani kumpenda mume wako na kuwa na mapenzi naye linatakiwa liwe jambo la pili. Jambo la kwanza lazima umshibe Mungu. Kwa nini tunajifunza juu ya mwanamke wa imani? Ukisoma maandiko Waebrania 10 mstari wa 38 na 39, tunaanzia hapo. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Mstari wa 39 unasema, lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Imani ya kutuokoa roho zetu. Angalia maandiko yanavyozungumza, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Huyu mwanamke anayesema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, anasema maisha yake yanatakiwa yaongozwe, aishi kwa imani. Anatakiwa kuwa mwanamke wa imani, aishi kwa imani.
maisha yake yabebwe kwa imani. Yaani imani inatakiwa kuwa msingi wa maisha yake na sio kingine. Imani katika Mungu, katika Kristo inatakiwa kuwa msingi wa maisha yake. Kwa nini? Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisitasita, anasema roho yangu haina furaha naye. Kumbuka, furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Wewe ni mwenye haki, umeokoka. Ukishaokoka, Biblia inakuita wewe mwenye haki. Umehesabiwa haki kwa njia ya imani. Sasa kuishi kwako kama mwenye haki inakufaa uishi kwa imani. Kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani ndio kuishi gani? Ni kuishi kwa kuwa na hakika na Mungu uliye naye, kwamba yeye ndio provider, yeye ndiye mpaji wa mambo yote kwenye maisha yako. Yeye ndiyo tegemeo langu. Kuishi kwa imani ni kuishi kwa kuwa na hakika na Mungu wako, kwamba yeye ndiye tumaini pekee. Hata kila kitu kikiondoka kwenye maisha yangu, Mungu atayashikilia maisha yangu. Kuishi kwa imani ni kuishi kwa kuwa na hakika na Mungu uliye naye, kuwa na mahusiano na Mungu yanayokupa ujasiri kwamba ninaye Mungu, ninaye Mungu aliye hai, Mungu wako binafsi ambaye anaweza kunisaidia. Mungu akiona moyo wa mwanamke namna hiyo, anasema roho yangu huwa inamfurahia. Sasa roho wa Mungu akikufurahia, kumbuka furaha ya Bwana ni nguvu zako. Roho wa Mungu akifurahi huwa anaachilia upako, anaachilia nguvu kwenye maisha yako. Anasema sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea. Kwa hiyo unaweza ukaokoka, lakini ile hali ya kusitasita ikakupoteza kwenye maisha yako. Hali ya kuwa na mashaka ikakupoteza. Haleluya, haleluya. Na sifa za mwanamke huyu mwenye imani hii zinakuwaje? Sifa ya kwanza, humtegemea Mungu katika kila hali. Anamtegemea Mungu, na nitakusomea mifano yake baadaye. Najaribu kukueleza kwanza, nitakusomea mifano ya wanawake hawa waliomtegemea Mungu katika kila hali. Humtegemea Mungu katika kila hali. Ukiona wewe kuna hali humtegemei Mungu, maana yake umepoteza sifa ya kuwa mwanamke wa imani. Lakini sifa ya pili, huomba na kudumu katika maombi. Yaani sio mtu anayeomba kwa matukio tu, ni mtu anayeishi maisha ya maombi. Huomba na kudumu katika maombi. Ndio maana mahali pengine Mungu aliwaita wanawake, akasema wako wapi wanawake waombolezaji, ili walie wachululizike machozi. Anasema watafutwe wanawake waombolezaji. Baada ya kuona, Mungu anatumia kinywa cha nabii, baada ya kuona dhambi imeingia madirishani, ile dhambi hakuna mwanaume angeshughulikia, Mungu anaanza kumtafuta mwanamke. Tena amesema wanawake, kwamba hawa wakilia labda uponyaji unaweza kuingia. Sasa unaona Mungu anavyompa nafasi, maanake huyu mwanamke anaweza kuomba. Ndio maana mwanamke akiwa mchawi, Biblia inasema auawe, afe. Kwa sababu mwanamke akiwa mchawi ni hatari mno, anakuwa deep. Sawa. Kwa lugha hiyo hiyo, akiwa wa imani na akaamua kuwa serious kweli, anaaminiwa na Mungu vizuri. Wakati wote palipohitajika ukombozi mkubwa sana, mwanamke ilibidi asimamishwe. Kasome maandiko. Ili Kristo aje duniani, Mungu alimwamini mwanamke, kwa sababu mwanamke anaweza kutunza siri na ikawa siri, na akaishi kama vile hakuna kinachoendelea. Ili Wayahudi wapone, ilibidi awepo Esther. Unanisikia nachosema? Kwa nini nakwambia hivi? Unaweza usielewe sana, lakini mwanamke anayo nafasi. Na ndio maana sasa sifa yake lazima awe anaomba na kudumu katika maombi.
kwa sababu asipodumu katika maombi pia anaweza kuwa mharibifu pasipo yeye kujua. Amen, amen. Watu wakuu wengi wa Mungu, wengi walisaidiwa na wanawake na wengine waliuawa na wanawake. Umeona mwanamke alivyotumika pande zote mbili. Sasa unaposikia mwanamke Delila akasababisha Samsoni kuchobolewa macho, wewe unaona tu ubaya, lakini huoni nguvu iliyokuwemo ndani yake. Samsoni ambao majeshi yamemshinda, lakini mwanamke huyu, unamfahamu yule kamanda wa kijeshi yule Sisera, si mnamfahamu? Aliyemuua ni nani? Mwanamke. Aliyetoa unabii ni Debora, mwanamke. Alienda kummaliza na kigingi ni mwanamke, Sisera, kamanda wa jeshi ambaye Israeli walikuwa wanamwogopa, lakini mwanamke mmoja tu alimpa maziwa, akanywa, akapigwa kichwa, akafa. Kakomboa Israeli kwa kupiga na kigingi. Ndio maana akidumu katika kuomba mwanamke anakuwa msaada mkubwa sana kwa ulimwengu. Lakini jambo la pili, mwanamke wa imani ana utii na moyo wa unyenyekevu. Yaani mwanamke wa imani ana utii na moyo wa nini? Wa unyenyekevu. Mwanamke wa imani haangalii tu kujipamba kwa nje, anaangalia kujipamba kwa ndani. Hiyo andika Petro wa kwanza. Kwa ukisema mimi ni mwanamke wa imani, eneo la kwanza ambalo utapimwa ni kwenye utii na moyo wa nini? Wa unyenyekevu. Ndio mwanamke wa imani anavyofanya, na nguvu yake iko hapo. Nguvu yake haipo kwenye kujitutumua, nguvu yake iko kwenye utii na nini? Na unyenyekevu. Sasa ukisoma kwenye Petro wa kwanza ile sura ya 3, Petro wa kwanza ile sura ya 3 anasema watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno, yani maana yake una mume ambaye hajaokoka, halijui kanisa, anasema hivi, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Yaani wao hawasikii injili kanisani, lakini wakiona mwenendo wako wavutwe na wewe pasipo lile neno ambalo walitakiwa kuhubiriwa. Sasa hiki kiwango sio chepesi, lazima uwe na imani. Mwanamke wa imani yuko hivyo, anasema watiini waume zenu, sio waume zenu waliookoka. Anasema kusudi ikiwa wako wasioliamini neno, kwa sababu mume wako anaweza akawa ameokoka lakini bado maisha yake hayajakaa vizuri, lakini atavutwa na mwenendo wako, ataanza kusema hapana, mke wangu huyu hapana. Lakini kuna gharama yake, ndio maana lazima uwe na imani. Imani itakupa uhakika na Mungu uliye naye. Anasema wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu. Kwa unaona mume wako ni akili zake hazijakaa sawa, lakini anatakiwa atazame mwenendo wako safi na wa hofu. Kwa sababu mume wako akiwa anasumbua, wewe unamwombea nini? Unafikiri mume wako unamwombea hisia kwamba naombea mume wangu awe na mapenzi na mimi? Hamna. Unamwombea akili zake. Mahali panapokuwa pamepigwa ni kwenye nini? Akili zake. Sasa angalia kimpengele kinachofuata, anasema kujipamba kwenu, na hapo ndio nataka upaone sasa. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi sawa, si amesema kuvalia mavazi? Sasa swali linakuja hapo, anasema msisuke nywele, kwa sababu hajaongea tu kusuka nywele, amesema kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Hapo hajakataza kusuka nywele, wala hajakataza kujitia dhahabu, wala hajakataza kuvalia mavazi. Endelea. Ila alichokuwa anasema, bali kuwe utu wenu wa utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, kwamba msilizike na mapambo ya nje mlionayo. Yaani vile mnavyopenda kujipamba nje, basi jipambeni moyoni pia. Alafu kwa mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu. Nataka nikuhakikishie, mwanaume yoyote yule, hata mkorofi, anataka mwanamke mpole na mtulivu. Sasa mwingine sio kwamba upendi kuwa mpole,
lakini ndio umezaliwa hivyo. Yani wewe breki kwenye mdomo haiwezi kukubali. Yani sio kwamba upendi kuwa mpole, kwa kweli unatamani kuwa mpole. Unajua, ngoja nikwambie, wewe mwanamke, wewe mama, wewe ni kibali cha mwanaume. Yani wewe mwanaume akikupata wewe ni kibali. Yani kuna wanaume hapa wana survive leo kwa sababu nyinyi mpo. Yani kuna wanaume wangesha kufa, lakini shetani akitaka kuwapiga ni wao, anakukuta wewe umesimama hivi. Ndio maana kuna wanawake hapa mnapitia mapito sio ya kwenu. Wanaume ndio walitakiwa wauawe, kwa wewe umekuwa kizuizi cha zile roho. Sasa unaona maana yake nini? Wewe sio mtu wa kawaida. Ndio maana unahitaji imani. Kuna vita yako binafsi na vita ya mume wako, vyote vinakufuata wewe. Angalia hilo neno, mpaka Mungu mwenyewe amekupa jukumu wewe, kwamba eti wewe, Mungu anataka eti huyo ambaye kashindwa kusikia injili yake. Unaona Mungu naye sasa, yani yeye kashindwa kusikia injili yake, alafu anakuambia we mwanamke nisaidie mwenendo wako mbadilishe huyu jamaa, maana yake hasikii. Naongea naye mgumu, ila wewe utambadilisha. Sijui unaona Mungu anavyokuamini. Yani yeye kajua kabisa hii jamaa gumu kuelewa neno. Najua sasa ingine umeolewa na wanaume ambao wametoka kwenye miungu ya viwango, imebana mioyo kiasi kwamba hata ukisema, kwanza hata ukiwa unaomba utasikia tu anasema tu hana mpango na maombi, miungu. Lakini Mungu mwenyewe kazungumza na lile jamaa, halielewi, lakini anasema hivi, we mwanamke nisaidie. Na unajua ili Mungu analolifanya hili ndilo shetani pia huwa analifanya kwa wanawake wengine. Ili shetani amvuruge Samson ilibidi atumie Delila, wakati hiyo kanuni ni Mungu ndiye anaitumia kwa wanawake wa imani. Kupitia wao waume zao wafanye nini? Wabadilishwe kwa mwenendo. Jina la Yesu libarikiwe. Kama umenielewa sema amina. Msijipambe kwa nje, bali roho ya upole na utulivu. Haya ni mapambo yasiyoharibika iliyo ya thamani mbele za Mungu. Angalia sasa huko mbele anachotaka kusema, maana hivyo ndivyo alivyojipamba wanawake wa zamani, wanawake watakatifu wa zamani, walimtumaini Mungu na kutii waume zao. Umeona hiyo sentensi? Ndivyo alivyojipamba wanawake wa zamani. Swali linakuja, wanawake wa zamani walikuwa wavai nguo? Walikuwa wavai mavazi mazuri? Walikuwa wanavaa, lakini hawakulizika tu kuvaa mavazi mazuri, walijipamba. Na unaona sasa anasema watakatifu, wanawake watakatifu wa zamani walijipamba, walimtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Sasa angalia kipengele kinachofuata hapo. Amesema wanawake, hajasema mke. Sasa amesema wanawake. Ndio maana binti akiwa anaomba kibali cha kuolewa, binti yako mfundishe ajipambe kwa hiyo tabia. Anasema hivi, angalia anavyosema. Anasema hivi, kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamwita Bwana my Lord. Sio baba James, mnanisikia? Sio baba Sala, akamwita Bwana my Lord. Kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamwita Bwana. Ndio maana unaona Ibrahimu naye alikuwa na uwezo wa kumsikia mke wake, kwa sababu ule utii ulimfanya mke wake hata akimwambia kitu kibaya anasema sawa, nitafanya. Sijui unanielewa? Alimtii mpaka akamwita Bwana. Asema ninyi ni watoto wake mfanyapo mema, wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Kwa mnapofanya mema nyinyi mnakuwa watoto wa Sara. Nyinyi mnaishije? Sifa ya 4 nimesema hudumu. Yani yeye anastawi hata wakati anapitia kwenye majaribu mazito, sababu imani yake inamfanya awe mshindi dhidi ya majaribu. Wanawake wote hao mnaosema walipitia majaribu. Fikiria mke wa Sara, mke wa Ibrahim aliyekuwa anaitwa Sara. Mume wake anamwambia sasa tunaondoka hapa. Walipoishi mpaka wameanza kuwa wazee, miaka 75. Alafu anamwambia tu twende. Alafu anamuuliza mume wake tunaenda wapi? Anasema hata mimi sijui, wewe nifuate. Sijui unaelewa hiyo sentence? Fikiria hilo, ni jaribu sio jaribu. Ni jaribu, lakini ni mume wako, unasema hamna shida.
twende. So umesema Mungu amesema twende. Afu kumwona unasema kwa tukikwama si tumekwama wote, twendage. Sio kazi rahisi. Ndio maana lazima uwe na imani mwanamke. Jina la Yesu libarikiwe. Kwenye eneo la jaribu, mwanamke ameshindwa kudumu kubaki kwa mwanamke. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini mwanamke wa imani lazima atadumu na atashinda jaribu. Lakini jambo la mwisho, mwanamke wa imani ana sifa gani? Ni mwanamke mwenye hofu ya Mungu. Mwanamke wa imani, maamuzi anayotaka kuyafanya au kuchukua lazima ajiulize mara mbili, Mungu anasemaje? Mungu anamaanisha nini? Kwa anakuwa na hofu ya Mungu. Huyo mwanamke wa imani ana hofu ya Mungu. Amen, amen. Sasa unapokuwa mwanamke wa imani, faida ya kuwa mwanamke wa imani, na nikupe mifano michache. Faida mojawapo ya kwanza inapatikana kwenye kitabu cha Waebrania 11. Waebrania 11 mstari wa 11 unasemaje? Kwa imani, sema kwa imani. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Angalia huyu Sara. Nyinyi mnamsomaga tu Ibrahim, hamjui kwamba na Sara naye alikuwa na imani. Biblia inasema kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake. Wakati wa yeye kuzaa ulishapita, tumbo lake limekufa, lakini kwa imani aliyokuwa nayo huyu mwanamke alipokea uwezo. Kwa mwanamke mwenye imani, faida ya kuwa mwanamke mwenye imani, utapokea uwezo wa kuzaa vitu ambavyo muda wake ulipita. Mnanielewa wanawake? Bwana asifiwe. Huyu ni mwanamke mwenzenu, kwa imani alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake. Kuna vitu leo unaweza ukasema labda ningekuwa binti, labda ningekuwa hivi, labda achana hizo na labda. Unachohitaji ni kuwa mwanamke wa imani, kwamba haijalishi vitu vinaonekana vilipita muda wake, kwa kuwa mimi ni mwanamke wa imani nitapokea uwezo wa kusababisha kuzaliwa. Na inawezekana watu wa Mungu, na kuhakikishia inawezekana kabisa, inawezekana. Kinachowagharimu leo, unaona usala pamoja na kuwa na imani na kupokea uwezo. Mungu hawezi kukupa uwezo kama unahama kutoka kwenye kuwa mwanamke. Unajua dunia sasa hivi inapambana wanawake wahame, wapoteze identity. Ndio maana unasikia wanawake wanasema tufanye maamuzi kama wanaume. Nani aliyekwambia wanaume wanapatia kwenye maamuzi? Tufanye maamuzi ya kiume. Nani aliyekwambia? Kwa hiyo wanahama. Ndio maana saa nyingine tu hadi mabinti sasa wanafundishwa vitu vigumu sana kwenye mitandao. Akwambia yani kujitegemea haina maana kuna kubadilisha kuwa mwanamke. Lazima ubaki na ile karakta. Yani Mungu alivyokuumba hivyo alikuamini. Yani kuna vitu wewe unavyo mwanaume hata afanyeje hawezi kuwa navyo. Hawezi. Ndio maana sasa hivi mabinti zetu wanabadilika, nao wanataka kuoana wao kwa wao. Kwa sababu dunia nyewe mnaona ilianzaga tu 50 kwa 50. Mnafikiri ilikuwa inatafuta nini? Nyewe mkafikiri tu ni fursa za kawaida na nini, lakini ndani yake kuna agenda ambayo ni biblical, ambayo inainua kitu ambacho nyinyi hamwezi kukiona leo mapema. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo jambo la kwanza, faida ya kwanza, unapokea uwezo. Kuna mambo wewe kama mwanamke hayaendi, ni kwa sababu kuna uwezo unauhitaji kutoka kwa Mungu, na huo uwezo unapokea kwa imani. Jina la Yesu libarikiwe. Unapokea kwa imani. Lazima uamue kuwa mwanamke wa imani, alafu upokee huo uwezo.
Mungu atakapoona hiyo imani kwamba nimeamua kumtegemea Mungu, alafu ukaanza kuomba ule uwezo kwamba Mungu nipe uwezo wa kuzaa vitu ambavyo hata wakati wake ulishapita, Mungu ataachilia ndani yako kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ndio nashangaa mambo yameanza kutokea. Kwa nini? Yako ndani yako kama mwanamke. Sasa tunapoishi tu na upepo wa dunia, hapana. Jina la Yesu libarikiwe. Jambo la pili, haraka. Jambo la pili, faida ya pili. Amen. Faida ya pili, mwanamke wa imani anakuwa sababu ya wokovu kwa familia yake. Anaweza kuwa sababu ya wokovu kwa mume wake, familia yake, lakini na jamii inayomzunguka. Mwanamke wa imani. Na hapa unaona mfano ni Esther. Mfano wa kwanza nimekupa Sara. Mfano wa pili ni Esther, kitabu cha Esther. Amen, amen. Na mwanamke huyu akisimama kwenye nafasi yake kama mwokozi, kama mkombozi wa familia yake, Mungu anachofanyaga anaachilia kibali kwenye maisha yake ili kimsaidie kufanikisha hiyo adhima au wajibu ambao Mungu amempa. Na utaona wanawake wengi walisimama kama mwokozi, kina Debora. Mwanamke wa imani. Angalia kitabu cha Esther sura ya 4. Esther sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 17. Basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai. Mstari wa 16. Uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Maona hiyo, anajitoa kuwa sadaka kwa ajili ya ukombozi wa watu wake. Mwanamke wa imani huyu. Ukiona unajihurumia, maana yake umekataa imani. Angalia, anasema basi Mordekai akaenda zake akafanya yote kama vile Esther alivyomwagiza. Sura ya 5 mstari wa kwanza unasema, ikawa siku ya 3 Esther alijivika mavazi yake ya kifalme. Mwanamke huyu akasimama katika ua wa ndani wa nyumba ya mfalme kuielekea nyumba ya mfalme, naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyumba. Mstari wa 2 anasema ikawa mfalme alipomwona Malkia Esther amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea Esther fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esther akakaribia akaigusa ncha ya fimbo. Mstari wa 3, napenda haya maneno ya mfalme. Mfalme akamwambia, Malkia Esther, wataka nini? Nayo ni haja gani ulio nayo? Utapewa hata nusu ya ufalme. Unaona hicho kibali kilikuwa sio kibali cha kawaida. Unasema, mwalimu unaongea nini? Huyu mwanamke, angalia sentensi yake. Sheria zinagoma, zinakataa. Mwanamke akionekana anaingia pale atauawa kama hajaitwa na mfalme, hata kama ni malikia wake. Sheria zilishawekwa hivyo. Lakini mwanamke anasema, na tuombe, kawaambie waniombee na mimi nitaomba, siku 3 nafunga, sili wala sinywi. Mwanamke muombaji huyu, nilikwambia, mwenye sifa, mwanamke wa imani. Akasema, nikiangamia na niangamie. Sasa mwanamke wa imani anafanya maamuzi ambayo yanahatarisha hata maisha yake. Jina la Yesu libarikiwe. Nikiangamia na nifanye nini? Na niangamie. Lakini walipoomba, unaona kinyume chake, akaenda mbele ya mfalme kwa ujasiri. Maombi yale yalileta kibali. Mfalme mwenyewe anamwambia, hata nusu ya ufalme wangu nitakupa. Sasa ukisoma hizi sura utaona walikuwa wameandaliwa kuuawa Wayahudi, ndugu zake wote wauawe. Lakini mwanamke akasimama kwenye nafasi yake, akawa sababu ya ukombozi wa Wayahudi wote. Historia ikaandikwa. Wewe unaweza kuacha historia, mwanamke. Kwenye familia, watoto wako wanaweza wakaja kusema, mama alikuwa sababu ya ukombozi wa kiroho chetu. Unaweza kuacha historia. Lazima uwe mwanamke mwenye imani, kwa sababu majaribu ulionayo yanachosha, yanaumiza.
Kwa faida ya kuwa mwanamke mwenye imani ni kwamba unaweza kuwa sababu ya ukombozi kwa watoto wako, kwa familia na kwenye jamii, hata kanisa. Ukiona kanisa limepona, cha kwanza utawaona kuna wanawake ambao wamedhamiria kumtafuta Mungu na kuwa sababu ya ukombozi, sababu ya Mungu kuonekana hapo. Ndio nakuta kanisa limefanikiwa. Wewe uliza hata huduma nyingi unazoona zimesimamaga, utagundua tu, utasikia nyingine kuna wanawake fulani walitumika kusaidia kusababisha hiyo kazi ya Mungu kufanikiwa. Kwa hiyo wewe unaweza. Jina la Yesu libarikiwe. Unaona vitu vinavyohitaji kukombolewa kwenye familia yako vinakusubiria wewe. Kwa unachohitaji ni kuwa mwanamke wa imani. Aya, mfano mwingine ni Hana. Unamfahamu Hana? Mnamfahamu Sasa huyu Hana yeye alikuwa amefungwa tumbo, hazai, anapitia changamoto, anatukanwa na mwanamke mwenzake Penina. Umewahi kuona hiyo familia? Ndio maana nimekuambia haijalishi wewe mwanamke unazalauliwa, unapitia jaribu la kuzalauliwa, wewe sio wa kwanza. Muone mtu kama Hana anatukanwa na mume wake, hawezi kufanya chochote. Kuna saa unaweza kusema yani natukanwa mume wangu naye ametulia tu kimya. Si mnatakaga mwanaume aingilie kati? Na kwa Hana ilikuwa hivyo hivyo. Haingilii. Unatukanwa na ndugu, unatukanwa na nini, mwanaume amekaa tu pale amenyamaza. Si mnafahamu? Samueli wa kwanza, fungua, andika Samueli wa kwanza, soma ule mstari wa kwanza, andika hadi wa 20, kwa sababu ule mstari wa kwanza unaeleza alivyofanya mpaka akapata mtoto anaitwa Samueli na akamtoa mtoto kama alivyosema. Sasa mimi pointi yangu nitaka nisome ule mstari wa 7. Maandiko yanasema, na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Mstari wa 4, hata siku ile ilipofika, Elikana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote, waume kwa wake, sehemu zao. Naona huyu mwanaume naye alikuwa na akili sana, anatoi tu sadaka yeye, anawapa mpaka watoto. Anasema lakini Hana humpa sehemu mara mbili. Huyu mwanamke ambaye hana mtoto huyu alikuwa anapewa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Na hapa ndio penye mtihani pa kujifunza. Hata kama una watoto wote, usionyeshe upendo mkubwa kwa mmoja, utamletea matatizo haya. Sijui unanielewa? Nasema ninampenda sana huyu, kitakachomtokea utakuja kunisimulia. Atakuwa anaumwa sana, ataharibikiwa, atakuwa anafungwa. Ndio nakueleza, angalia kilichotokea huyu. Kisa mume wake kampenda. Kwani hamjasoma maandiko nyinyi? Yakobo alimpenda nani? Kati ya wanawake wawili wale aliowapenda, alimpenda nani? Alimpenda nani? Alimpenda Raheli kuliko Lea. Mungu akafanyeje? Akafunga tumbo la Raheli, akamfungua Lea ambaye anapendwa, ndio kawa na uzao. Kosa ni nini? Kumpenda. Haya, njoo Isaka alipoletewa yule mwanamke, unakumbuka maneno aliyoongea? Anasema akampenda kwa moyo wake. Mungu akasema usinitanie, kafunga naye tumbo. Mwanamke yule alikuja kumkaba loba mume wake, kaniambia nipe watoto wewe, usinitanie. Umekuja kunichukua kwetu, alafu umenileta kwenu, alafu mimi sipati watoto. Dada zangu wote wanapataga watoto, nasema nipe. Ilibidi Isaka ingie kwenye maombi ya kumwomba Mungu. Usilete mchezo, mwanamke yake kukaba loba. Alimtafuta Mungu. Sijui unanielewa? Mpaka mtoto akaja. Shida ni nini? Kupenda. Sijui mnanielewa nachosema? Wewe kama unafikiri nakutania, fanya utafiti. Watoto wako, unapima moyo wako. Moyo wako uko kwa watoto wako wote. Ukigundua tu unayempenda, chunguza anayoyapitia, alafu utakuja kunijibu hapa. Wewe chunguza tu anayoyapitia. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Aliyekuwa amemfunga tumbo ni shetani, ni Bwana? Aliyemfunga tumbo ni shetani, ni Bwana? Aya, mstari wa 6 unasemaje? Ila mwenzake sasa, angalia wanawake wanachopitia hiki sasa. Angalia mwanamke mwenzenu, mwenzake humchokoza sana, sio kidogo. Uone Biblia inavyosema, humchokoza sana. Huyu ni Penina, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Anasema
Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Yaani wewe unaenda kwenye maombi, ndivyo mwenzako anakaza kukuchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Yaani huyu alipata uchungu mpaka akawa hali chakula. Umewahi kuchokozwa mpaka ukaacha chakula? Yaani umepika kitimoto alafu unaambia siwezi kula. Umewahi kuchokozwa wewe mpaka chakula unakiacha hauli? Ndio alivyochokozwa Hana. Nataka uone. Elikana mumewe akawa anamtia mke wake sasa moyo. Kwa sababu si anampenda, kachokozwa mpaka ameacha chakula. Elikana mumewe akamwambia Hana, unalilia nini? Kwa nini huli chakula? Anaongea lugha za kimapenzi hapa. Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Kwanza nakupaga vitu vizuri kuliko yule mwanamke, achana naye. Angalia alichojibu huko. Angalia mwana. Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Endelea. Anasema naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana, akalia sana. Analia wapi? Mbele za Bwana. Maneno ya mapenzi hayakumnyamazisha huyu. Wewe mume wake anakuambia tu, mbona mimi nakutosha? I love you so much. I love you so much. Mwanamke wa imani, I love you so much haitoshi. Anataka asikie na kwa Mungu, Mungu amesema nini. Huyu akukaa chini kwa sababu ule uchungu alionao hawezi kuondoa. Anasema na huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana, akalia sana. Angalia, akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani pake. Unaelewa maana yake nini? Anaposema mjakazi wako, nataka nikuonyeshe sasa faida ya kuwa mwanamke wa imani. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Faida ya nyingine ni hii hapa, kwamba huyu mwanamke wa imani anaweza kuingia maagano na Mungu wake, na Mungu akaisaidia familia yake. Lakini faida nyingine ya ngapi hapo? Ya 4, si ndio? Ambayo tunaipata kwenye huyu Hana. Mwanamke wa imani ana uwezo wa kuyafungua mambo ambayo yalifungwa, iwe ni Mungu aliyafunga au shetani aliyafunga. Ana uwezo wa kulinda vitu vyake ambavyo Mungu amempa, hata kama vilitakiwa kuharibiwa, hata kama sheria imepitishwa kuua au kuharibu. Ndio maana ana uwezo wa kulinda mke, ana uwezo wa kulinda mume, ana uwezo wa kulinda familia, ana uwezo wa kulinda mtoto wake wa kumzaa. Kwa hiyo ukikuta mtoto wako alindwi, ukija kwangu, cha kwanza takuuliza, wewe ni mwanamke wa imani? Aya, Kutoka 3 anzia mstari wa kwanza. Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba kama wanawake wengine, akazaa mwana, na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi 3. Sema akamficha miezi 3. Anasema na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Mto anaoweka una mamba, kumbuka, una wanyama, una mamba. Lakini mwanamke anasema umbu lake yule mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Anasema basi binti Farao akashuka aoge mtoni na vijakazi wake, wakatembea kando ya mto, naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Mstari wa 6 anasema akakifungua akamwona mtoto, na tazama mtoto yule analia. Basi akamhurumia, akasema huyu ni mmojawapo wa watoto wa Waebrania. Kumbuka sheria ilishapita watoto wa kiume wote kuuawa, lakini huyu mama anafanya kila bidii alionayo amlinde mtoto wake. Basi umbu lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako akunyonyeshe mtoto huyu? Haya, mstari wa 8. Binti Farao akamwambia, haya nenda. Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto, mama wa kumzaa ndiye akaja.
Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yaani mama analipwa mshahara kwa kunyonyesha mtoto wake aliyemzaa. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamlea kwa binti Farao, akawa mwanaye, akamwita jina lake Musa. Akasema ni kwa sababu nilimtoa majini. Ukisoma kwenye Waebrania utaona Biblia inazungumza wazi, kwa imani huyu mwanamke, lile tendo alilokuwa analifanya lilikuwa la imani. Hawajashauriana na mume wake. Na unaweza kukuta mume wake, Biblia haisemi mume wake alihusika kwenye kumlinda mtoto. Waebrania wote walikuwa wakizaa watoto wa kiume wanachinjwa, kwa sababu sheria imepitishwa ya nchi ya Misri. Ndio maana walikuwa wanalia. Huyu mwanamke akasema, mimi mtoto wangu hachinjwi hata kama mazingira ni ya kuchinja chinja. Akamlinda. Nazungumza nguvu ya ulinzi alionayo mwanamke kwa vitu vyake. Mwanamke wa imani analinda vitu vyake. Mnanielewa nachosema? Mwanamke wa imani analinda vitu vyake. Ukiwa mwanamke wa imani, eneo la kwanza la kujipima, unalindaje vitu vyako? Watoto wako, ndoa yako, familia yako, uchumi wako unaulindaje? Ukiona umepwaya hapo, lazima muombe Mungu, nisaidie kuwa mwanamke wa imani. Huyu alimlinda Musa. Fikiria angemwacha afe. Kumbuka Musa kumbe amezaliwa kuja kuikomboa nini? Taifa la Israeli. Angemwacha afeje? Ndio maana binti wa imani hawezi kupata mimba alafu akaitoa mimba kwa kuogopa aibu. Atakubali aibu kwa sababu ajui yule mtoto aliyempata tumboni amebeba hatima gani. Atakubali aibu, lakini atalinda yule mtoto. Si amekosea. Amen, amen. Mnanielewa nachosema? Kwa sababu kitendo tu cha kufanya ile dhambi amekosea, lakini atarudi kwa Mungu atubu, lakini asitoe mimba. Kwa hiyo mwanamke wa imani analinda vitu vyake. Hizi sizielezei, andika tu. Mwanamke wa imani anamtumikia Mungu kwenye mazingira yake, ni mtumishi wa Mungu. Mwanamke wa imani. Kwa ukisema mimi ni mwanamke wa imani, onyesha utumishi wako kwa Mungu kwenye mazingira yote. Wanawake wa zamani wa imani walihusika na kumtumikia Mungu pia. Amen. Jambo la mwisho, mwanamke wa imani amejaa nguvu za Mungu au nguvu za Roho Mtakatifu. Kama mwanamke wa imani unatakiwa kuwa umebarikiwa. Simama kwa miguu yako. Kwamba wanawake hawa umewapa zawadi ya uhai, umewapa neema. Hakuna jambo wanalolipitia usilolijua. Haujawahi kupuzia hata machozi yao wanayolia. Wanapita mapito yaliyotofautiana, wanapitia vitu vizito, wengine hawawezi hata kueleza, lakini wewe bado ni Mungu wao. Umewaleta kwenye semina hii Bwana, kuwaonyesha kwamba unawatambua, unawajua, na ndani yao unataka kuachilia mbegu ya imani na tumaini jipya, ili mioyo yao ikutegemee wewe, kwa sababu vile walivyovitegemea havijawasaidia. Zaidi kuna majeraha tu yamebaki ndani. Wengine maisha yao Mungu wamefikia mahali wanasema tunaishi kwa sababu ya watoto tu tuliozaa. Kama wasingekuwepo watoto tusingeweza kuishi hapa. Wengine wanajipa matumaini hayo kwa sababu ya watoto. Akikaa anasema nitamwachia nani watoto wangu? Nitamwachia nani watoto wangu? Lakini kama wasingelikuwepo watoto, kwa kweli wengine wangeshaenda mbali sana. Wengine wangeshakimbia familia zao. Wengine wangeshaacha ndoa zao, kwa sababu mambo ni mazito, mambo ni magumu, majaribu ni mazito, maumivu ni makali kama moto.
kama moto, kama moto, kama moto. Wengine mioyo yao ni kama vile imepasuka vipande vipande. Wengine wanaishi kama vile akili zao zinapoteza mpaka kumbukumbu. Mungu ria hai, wewe uliyemuumba mwanamke ukamleta duniani, hakuna mwanamke aliyeomba kwamba aumbwe hivyo, lakini wewe uliona vema umuumbe hivyo kwa kusudi, umuumbe hivyo kwa kusudi jema, lakini anayopitia ni mazito 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 mno, mazito mno, mazito yasiyoelezeka. Sijaona mahali ambapo neno lako linasema ulimfunga mwanaume, lakini naona neno lako likisema ulimfunga mwanamke. Kila mahali mwanamke amekutana na historia nzito na ngumu. Wengine wanapitia aibu isiyoweza kubebeka. Mungu ria hai, wewe ambaye umetupa neema asubuhi ya leo kuwepo madhabahuni pako asubuhi ya leo kujifunza neno lako la imani, kwamba tunaweza kusimama, kwamba tunaweza kusimama katikati ya majaribu na mateso, katikati ya changamoto, katikati ya kuzuiliwa, katikati ya vita, katikati ya manyanyaso, katikati ya maumivu makali, katikati ya majonzi na mahangaiko. Baba, ninaomba asubuhi ya leo, tunapoomba maombi haya Bwana, usifungue mbingu zako, uachilie uwezo ndani ya moyo wa mwanamke huyu. Inua moyo wake, ukaponye hilo jeraha, uponye hayo maumivu, uachilie neema ya kumsimamisha. Mandarabasa mandorobosi mandarabasanda rabakorabashanda. Hakuna jambo halioni Mungu kwenye maisha yako. Anaona yote, anaona yote. Usikate tamaa, mtu wa Mungu. Mwanamke, unaweza kusimama, unaweza kusimama kabisa, unaweza kusimama na Mungu akakusaidia. Funika macho yako, fuatana na mimi maombi haya. Ninakuita Roho Mtakatifu, ninakuita Roho Mtakatifu na nguvu yako ya uponyaji, ya uponyaji, ya uponyaji. Fungua kila kifungo, fungua kila kifungo kwenye ulimwengu wa roho ambacho kimeachiliwa ili kunyanyasa maisha yangu. Asubuhi ya leo ninaita damu ya Yesu juu ya maisha yangu, ninaiachilia damu ya Yesu juu ya nafsi yangu. Kila kifungo, kila kifungo, kila kifungo, kila kifungo, kila kifungo na kila utumwa ninaukataa asubuhi ya leo. Kila shambulio kwenye ulimwengu wa roho linaloshambulia maisha yangu ili kuharibu maisha yangu na uzao wangu, asubuhi ya leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninakataa hilo shambulio na hizo roho kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho za uharibifu, roho za mateso, roho za uharibifu, roho za mauti zinazoshambulia hatima yangu, zinazoshambulia uzao wangu, zinazoshambulia uwezo ulioweka ndani yangu, Mungu ria hai, ninazikataa asubuhi ya leo. Enyi roho, kwa jina la Yesu, toka kwenye maisha yangu, 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 kwa jina la Yesu. Roho ya mauti, roho ya uchungu, toka, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu,
kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hizo roho zinazonyang'anya heshima yangu, furaha yangu, amani yangu, asubuhi ya leo, enyi roho, kwa damu ya Yesu, toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Na kila madhabahu, na kila madhabahu, na kila madhabahu iliyoandika mateso juu ya wanawake kwenye ukoo niliyoolewa, kwenye ukoo niliyozaliwa, kwa damu ya Yesu, hiyo madhabahu iliyoandika mateso, iliyoandika uharibifu, iliyoandika jina langu, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, ewe madhabahu, ewe madhabahu, ewe madhabahu, ewe madhabahu, ewe madhabahu, ewe madhabahu, kwa moto, kwa moto, kwa jina la Yesu, unaharibiwa, unabomoka, 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 unabomolewa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ewe madhabahu, bomoka, 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 achia, 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 achia kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana, ninauona moto hapa. Nenda mbele za Bwana mwanamke, hiyo madhabahu inaachia, hiyo madhabahu mpaka kule nyuma, hiyo roho iliyotumwa kuvuruga uzao wa mwanamke kwenye familia, kwenye uzao wenu, fire in Jesus name, fire in Jesus name, fire in Jesus name. Moto, moto juu yako, moto juu yako, moto juu yako, moto wa Yesu. Hiyo madhabahu, hiyo roho inaachia, hiyo roho inaachia, hiyo roho inaachia, inaachia, inaachia maisha yako, inaachia uchumi wako. Yes, 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 yes. Kuanzia leo, kuanzia leo, haya achia, haya achia, haya achia. Wewe roho, achia ndani yake kwa damu ya Yesu. Mshike hapo kifuani, kwa damu ya Yesu ninaipasua hiyo roho, ninaipasua hiyo roho kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu. Haya achia, haya achia. Roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya uharibifu kwenye maisha yako, inaachia, 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 inaachia. Haya, 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 inaachia sasa, inaachia sasa, inaachia sasa. Maisha yako yanaachiliwa, maisha yako yanafunguliwa, maisha yako yanaachiliwa, maisha yako yanafunguliwa kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo. Uwe huru mwanamke, uwe huru mwanamke, uwe huru mwanamke, uwe huru, uwe huru, uwe huru, uwe huru, uwe huru sasa, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Unakombolewa, unafunguliwa kuanzia leo, 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 kuanzia leo. Haya, kuanzia leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaamuru hiyo roho, ninaamuru hiyo roho. Wewe roho unanisikia, haya mwachie, haya
Haya, mwachie, 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 nasema mwachie, nasema mwachie, nasema mwachie. Pepo wewe roho, pepo wewe roho, haya achia, haya achia, achia maisha, achia maisha. Wewe ni pepo, wewe ni roho, haya achia, haya achia, haya achia, haya achia, haya achia. Pigwa kwa moto, haya achia, haya achia, haya achia, haya achia, haya achia, haya achia, haya achia maisha, achia. Wewe roho unaeleta hiyo vita, unaeleta hiyo vita, unaachia. Mshike kifuani umama, in Jesus name. Uchungu, kalenda yako inabadilishwa kuanzia leo. Hakuna uchungu, hakuna hayo mateso, hakuna uchungu. Endelea kuomba, endelea kuomba, usiache. Haya, inaachiwa, inapigwa hiyo roho, inapigwa roho inayoleta mateso. Hiyo vita yako inakomeshwa kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haya, pokea hii neema sasa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu.